Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee deni zetu kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga ni leo na chaneli hii ya ufalme wa Yesu, ni vyema kufuatilia vipindi vya nyuma. Utabarikiwa sana. Leo tutajifunza siri 3 za Yesu Kristo katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 26. Tutaanza na siri ya kwanza. Paulo ajitetea mbele ya Agripa. Agripa akamwambia Paulo, unaruhusa kusema maneno yako. Ndipo Paulo akanyosha mkono wake akajitetea. Najiona nafsi yangu kuwa na heri, Mfalme Agripa, kwa kuwa najitetea mbele yako leo katika mambo yale yote niliyoshitakiwa na Wayahudi, hasa kwa sababu wewe unajua sana desturi na maswali yote walionayo Wayahudi. Kwa sababu na kuomba unisikilize kwa uvumilivu, kwa maana Wayahudi wote wanajua maisha yangu tangu ujana, yaliyokuwa tangu mwanzo katika taifa langu huko Yerusalemu. Wakinijua sana tangu mwanzo, kama wakipenda kushuhudia ya kwamba nalikuwa Farisayo kwa kuifuata madhehebu ya dini yetu iliyo sahihi kabisa. Na sasa ninasimama hapa nihukumiwe kwa ajili ya tumaini la ahadi baba zetu waliopewa na Mungu, ambayo kabila zetu 12 wanatarajia kuifikia, wakimwabudu Mungu kwa bidii mchana na usiku. Nami ninashtakiwa na Wayahudi kwa ajili ya tumaini hilo, Mfalme. Kwa nini limezaniwa kwenu kuwa ni neno lisilosadikika kwamba Mungu awafufua wafu? Kweli mimi mwenyewe naliona ndani ya nafsi yangu kwamba yanipasa kutenda mambo mengi yaliyopingana na jina lake Yesu Nazareti. Nami nikayafanya hayo Yerusalemu. Niliwafunga wengi miongoni mwa watakatifu ndani ya magereza, nikiisha kupewa amri na wakuu wa makuhani, na walipouawa nalitoa idhini yangu. Na mara nyingi katika masinagogi yote naliwaadhibu, nikiwashurutisha kukufuru. Nikawaonea hasira kama mwenye wazimu, nikawauzi hata katika miji ya ugenini. Nini cha kujifunza hapa Paulo wakati anaeleza na kumweleza huyu Mfalme Agripa? Cha kwanza, alikuwa anamuelezea safari yake kubadilika. Kumbuka, anaeleza jinsi alivyokuwa mwanzo na jinsi alivyo sasa. Wakati anaeleza pale habari hii kudhibitisha kwamba Yesu alikuwa hai na mpaka sasa yuko hai, alimtokea, alikuwa anashuhudia ili kuweza kujenga ufalme wa Yesu, ili watu wapate kumwamini Yesu Kristo. Kwa hiyo Paulo alikuwa anamweleza ili apate kushuhudia matendo makuu ya Mungu na jinsi Yesu Kristo alivyoleta ufalme wake duniani ili tupate kupona kutokana na kufungwa fikra zetu na mwovu ibilisi shetani. Siri ya pili, Paulo asema juu ya kuongoka kwake. Basi katika kazi hiyo, nilipokuwa nikienda Dameski, mwenye mamlaka na maagizo ya wakuu wa makuhani, Mfalme, ndipo wakati wa adhuhuri, njiani naliona nuru inatoka mbinguni ipitayo mwangaza wa jua, ikinimulikia mimi na wale waliofuatana nami pande zote. Tukaanguka chini sote. Nikasikia sauti ikisema nami kwa lugha ya Kiebrania, Sauli, Sauli, mbona waniuzi? Ni vigumu kwako kuupiga mateke mchokoo. Nami nikasema, wewe u nani Bwana? Bwana akaniambia, mimi ni Yesu ambaye wewe waniuzi. Lakini inuka usimame kwa miguu yako,
Maana nimekutokea kwa sababu hii, ni kuweke wewe uwe mtumishi na shahidi wa mambo haya uliyoyaona, na wa mambo ambayo katika hayo nitajidhihirisha kwako, nikikuokoa na watu wako na watu wa mataifa ambao na kutuma kwao. Nikikuokoa na watu wako na watu wa mataifa ambao na kutuma kwao, wafumbue macho yao na kuwageuza, waiache giza na kuielekea nuru, waziache na nguvu za shetani na kumwelekea Mungu, kisha wapate msamaha wa dhambi zao na urithi miongoni mwao waliotakaswa kwa imani iliyo kwangu mimi. Kwa hiyo Mfalme Agripa, sikuyaasi yale maono ya mbinguni, bali kwanza niliwahubiri wale wa Dameski na Yerusalemu na katika nchi yote ya Uyahudi na watu wa mataifa kwamba watubu na kumwelekea Mungu, wakiyatenda matendo yanayopatana na kutubu kwao. Kwa sababu ya hayo Wayahudi wakanikamata ndani ya hekalu, wakajaribu kuniua. Basi kwa kuwa nimeupata msaada utokao kwa Mungu, nimesimama hata leo hivi nikiwashuhudia wadogo kwa wakubwa. Wala sisemi neno ila yale ambayo manabii na Musa waliyasema kwamba yatakuwa, ya kwamba Kristo hana budi kuteswa, na ya kwamba yeye kwanza kwa kufufuliwa katika wafu atatangaza habari za nuru kwa watu wake na kwa watu wa mataifa. Nini tunachojifunza hapa? Paulo anapozidi kueleza na kutoa ushuhuda jinsi Yesu alivyojifunua kwake. Alikuwa anamshuhudia mfalme pamoja na wale waliomshitaki, lakini pia alikuwa anashuhudia mataifa kudhihirisha kwamba mashtaka yake hayakuwa halali, maana alikuwa anawatangazia habari ya toba kama jinsi alivyowatangazia habari ya toba Nuhu kipindi kile safina amepewa maono aitengeneze. Kwa hiyo nyakati zile Paulo alikuwa anatengeneza mazingira ya watu ya kuwaokoa, lakini watu ambao wanataka kuwaokoa wakataka kumuua, kama tu jinsi Yesu Kristo alikuja kuleta habari njema, wakamuua watu ambao alimewaletea habari njema. Kwa hiyo Yesu ni yule yule, bado anafanya kazi pamoja na watu wake, hata mimi na wengine pia ambao amewainua katika nyakati hizi. Usikiapo injili na shuhuda hii inatushuhudia Paulo yuko hai mpaka leo katika andiko hili, na Yesu yuko hai mpaka leo, anafanya kazi na watu wake ili watu wapate kutubu, ili siku ya mwisho Yesu atakapokuja, maana ahadi ni hakika na itatimia, tukutwe tuko watakatifu ili tupate kuokolewa watu wengi na kuingia katika ufalme wa Yesu. Siri ya tatu, Paulo amwomba Agripa aamini. Alipokuwa akijitetea hivi, Festo akasema kwa sauti kuu, Paulo, una wazimu, kusoma kwako kwingi kumekugeuza akili. Lakini Paulo akasema, sina wazimu, Festo mtukufu, bali nanena maneno ya kweli na ya akili kamili. Kwa maana mfalme anajua habari za mambo haya, nami naweza kusema naye kwa ujasiri, kwa sababu najua sana ya kuwa hapana neno moja katika hayo asilolijua, kwa maana jambo hilo halikutendeka pembeni. Mfalme Agripa, je, waamini manabii? Najua ya kuwa waamini. Agripa akamwambia Paulo, kwa maneno machache wazani kunifanya mimi kuwa Mkristo? Paulo akamjibu, namuomba Mungu kwamba ikiwa kwa machache au ikiwa kwa mengi, si wewe tu ila na hao wote wanaonisikia leo wawe kama mimi, isipokuwa vifungo hivi. Mfalme na liwali wabanike na wale walioketi pamoja nao wakasimama. Hata walipoondoka wakasemezana wakisema, mtu huyu hatendi neno linalostahili kifo wala kufungwa. Agripa akamwambia Festo, mtu huyu angeweza kufunguliwa kama asingelitaka rufani kwa Kaisari. Nini tunajifunza hapa? Bado Paulo anatuambia hata leo, pengine naongea na mtu ambaye anauona Ukristo ni kama unajisi, pengine naongea na mtu wa uzehebu, naongea na mtu mwenye udini, naongea na mtu mwenye uzehebu ambao uko nje na imani ya Kristo, na kushauri ndugu yangu, nyakati zikaribu sana, nyakati zimeshayoyoma. Kama ni ng'ombe tumeshakula kila kitu, tulichobakiza ni mkia tu, maana miaka 1000 kwa Mungu ni sawa na siku moja.
Tulikotoka ni zaidi ya miaka 6,000. Sasa hivi tunaelekea kwenye ukingo. Tunaomba tuingie wote kwenye ufalme wa Yesu, tupate kupona. Wala ambao mna imani zimejengwa na misingi tofauti ya wanadamu, huu ni wakati wa kuvunja ukimya, wa kuamua kuingia kwa nguvu katika ufalme wa Yesu. Ni kweli wakati unatoka kule utasimangwa, kuna wakati unaweza ukatengwa, lakini wengi walifanya vile na wakapata kupona. Paulo ni shuhuda. Paulo alikuwa na dhehebu la Masadukayo, aliingia na akapata kuokoa watu wengi sana. Ujue maisha haya sio ya dini. Utakapomwamini Yesu Kristo unajiponya mwenyewe. Dini haiwezi kukuponya kwa sababu dini ina matakwa yake, na maisha kila mtu yanamhusu mmoja mmoja. Ukumbuke jehanamu, mtakapokutana pale baada ya kuipinga injili hii, hamtaulizana wewe ulinisababishia. Hivyo shetani atakapokukamata, hata kama utalalamika namna gani, jehanamu haitakusaidia. Wakati ni sasa, muda ni sasa. Mwamini Yesu Kristo upate kupona. Usifanane kama na Agripa aliyehubiriwa na shuhuda nyingi, lakini akasema kwa maneno machache haya, uwezi kunifanya Mkristo. Mkristo ni mtu aliyebarikiwa. Mkristo ni injili iliyobarikiwa. Ukristo ni dini ya ufalme wa Yesu. Ukristo ni dini ya ufalme wa Yesu ambayo inapaswa tuenende sawasawa na sheria ya Yesu Kristo ili tupate kupona. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.